nilikuwa na njaa. Ungemtuma Njiwa aniletee salamu, penzi chako nikuletee. Njiwa sikiza mama amekuwa kitolewa, ukituma tu njia na mamkamata. Watu wanamuua barua anachana. Bwana mimi nimekuletea narudi nyumbani. Nimetoroka mama sijali. Yule mzee kashaanza kuzoea. Hapana. Wewe kale, mimi nataka niondoke nikamwage mama. Bye. Jamani. Subiri sasa. 4, 5. Unatoa huruma? Huruma kitu gani bibi wewe? Kako kutulia. Tulia dada, kako kutulia. Huyo mwanangu. Mbona unaona kama mboga inaungua? Uliweka maji mengi kweli wewe? Hamna bwana kwa sababu. Mbona kama kweli? Mama, mbona kama kweli? Ningekuona. Ningekupa minguo mingi kama unavyomjua. Afuta hujakamua vizuri. Yaani haya maji yenyewe yanaonea wivu yakikaa kwenye nguo yako. Yanatoa yote. Ndio, hata maana nguo zako unanavaa mimi. Shika hii. Ukikaa maji muona yanakuwa yanakutekenya. Tekenya. Ngombe. Mwaka jana mpinzani wako yupo hapo mwageo jamani. Wewe, hebu nyama. Dunia ngumu itakutoka na maji. Hapa nipomwaga maji hapa. Nitapanda tembele kwa ajili yako. Tembele. Kwa ajili yako hiyo. Bwana sasa sana patondo. Just choke kuangalia. Sana kuonea aibu bwana usiangalie sana. Unaona aibu gani kwa kweli? Sio kweli. Unajua nini mpenzi wangu? Natamani ningekuwa uwezo wetu. Tutengeneze dunia pekee yetu. Ama ufalme pekee yetu. Mimi ni malkia, wewe mfalme wa mapenzi yetu. Mimi pia natamani hivyo. Natamani tuachiwe nchi yote. Yaani wanaume wote wasiishi, tubaki nabaki wanawake tu na wewe. Sasa ukishua wanawake mwanamume sitakuwa peke yako utanipora. Basi tuishi peke yetu. Tutazina nzima. Bwana, lakini kaa ukijua mimi nakupenda sana.
Mwanaume wa ndoto yangu, baba wa watoto wangu, ndio kila kitu kwangu, ndio furaha yangu. Lakini sio mbaya. Nitakapuuza mazao yangu yote. Nitakufuata mjini kwa sababu siwezi kuishi peke yangu mwenyewe. Kwanisha kuzoea. Usijali. Tukipita pale nikiwa namuona mama yako, hakika leo itakuwa na nyuma sana. Usijali. Mimi hata nikienda mjini nikitangulia kabla yangu mimi ama ikatokea Mwenyezi Mungu akijalia tukaenda wote. Yaani hakuna mtu ambaye ana nafasi tena moyoni mwangu. Ukiacha na wewe na mama, hamna mtu mwenye nafasi. Nakuletea boti na nchi kavu. Nakwenda tembelea wawili tu nikifika mjini. Kule kuna magari. Acha na magari sasa. Sasa boti kule hamna boti la nchi kavu. Tunaliweka matairi. Sasa ndio magari. Acha na magari. Magari kule wauni wengi watakuiba. Sasa ndio vizuri na kwenda ndani ya gari sionekane. Na nikitoka chuo na nifuata tunarudi nyumbani, nikirudi nyumbani ni ndani. Ama unataka yaani kila siku naona kama penzi letu limeanza jana. Yaani kila siku naona kama tumeanza jana. Tunakuza tu. Kuza go. Tena mambo ya shamba mimi siwezi kuja huko. Ngoja nikupe simu ongee naye. Sandra. We Sandra. Naona yupo hapa siku ngapi? Lakini hata usijali. Ukija tutaongea tu. Yaani bora uje umchukue maana mimi kuja huko siwezi. Si unajua tena mambo ya shamba nini? Wewe njoo mchukue tu aende chuo maana hili swala kwangu limekuwa gumu. Yaani gumu sana. Ndiyo kaka. Maana wewe ndo msaada wangu mkuu. Haya. Mbona hujaniaga? Ulikuwa umelala mama. Nilala wakati mimi kila kitu nasikia. Haya, kama ulikuwa ukulala mbona kunisikia pindi naondoka? Wewe umeondoka kimya, lengo lako tu usinifulie. Bwana mama ungenipa mimi nguo nyingi. Mtoto wewe. Sasa kulikuwa na simu imepigwa hapa. Kuna mtu alikuwa anataka kuongea na wewe. Nani? Shauri yako. Asiyekuepo na lake halipo. Mama. Ongea naye. Haya yote tu kwa sababu sijakufulia, la ningekufulia hata singekuwepo. Bwana mambo vipi? Poa kaka kama kawaida. Fresh. Shwari kabisa. Fresh. Wako na njia inanitatiza mimi hapa. Okay. Unajua siku nyingi sana sijatokeaga huko. Niko naenda kwa Masanda. Masanda. Masanda huyu hapa kati hapa.
Nafikiri ni pale. Tutaingia moja kwa moja hiyo. Kuna watoto wale wanaocheza, muone watoto wale. Kumbe lishafika. Ulishafika kaka. Huwezi kupotea kaka. Hatari sana. Basi nashukuru. Haina shida kaka. Sema samani bwana. Vipi ndugu zako? Ndugu zangu. Ampa peleka balozi za posta. Usichelewe kurudi. Karibu kaka. Asante. Karibu kaka. Hapa. Vizuri. Baza huko. Safi, nzima kabisa. Wazima. Sandra amekuwa? Amekuwa muda. Kweli muda sana. Sandra. Mjomba wako amekufuata. Amenifuata? Nimekufuata uende mjini mama. Jamaa, mbona ufurahi? Amna. Hautaki kusoma? Nataka. Basi ndio hivyo nimekufuata wewe. Karibu. Jiandae mama Karibu kaka. Shakaribia. Za siku njema. Yangu ajambo. Ajambo kabisa. Jamani nimemisi. Umemisi kweli miaka mingi. Muda. Na muda huo ndio nilosababisha nichanganyikiwe leo. Kwani kuteremka pale njia panda? Nimeteremka hapo. Lakini cha ajabu nilifika pale katika zile pacha mbili nikashindwa kujua nielekee kushoto ama kulia. Kaka. Singekuwepo yule kijana yule. Kunielekeza huko singekuaje, ningetembea mji wote huo. Yaani mara hii umepotea? Jamani. Umebadilika sana. Sawa. Lakini nashukuru nimefika. Haya karibu ndani. Haya shakaribia. Karibu kakaangu. Haya. Paulo. Jambo. Kwa nani? Unataka hivyo? Ndio hivyo mjomba. Ndio kinakuwa hayo sasa. Sasa mimi nitafanyaje? Tushaongea kwamba ndani ya mwezi mmoja tuondoka wote. Sio muona tangulia mimi unaniacha nakuaje sasa yangu. Mjomba kaja mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Mama ndio alikuwa anajua. Sasa mimi nitafanya. Ila mimi nitakupa namba za mjomba. Mjomba wako nishakumbuka. Wakati nakuja mimi ndio nimeelekeza kuja kwenu. Ni hili ningempoteza njia kuliko kufuata yeye huko. Basi umeona sana usababisha haya. Lakini nini bwana? Kusoma. Shafu yangu ni hata sielewi yani. Hata sielewi. Sielewi nini. Kama lakini mpenzi wangu sijali mimi nakupa namba za mjomba utakuwa sawa. Kitu kingine mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Bado tu muda mchache. Mwezi mmoja. Sasa mwezi umeona mwezi unaondoka unaelekea kwa mwezi unakuaje sasa? Kwa hiyo ndio kwa nini tusaidia hapa kijijini. Sina mtu mwingine mimi zaidi yako. Ndio tunaomba ukishoka na mtu Ama mtu mwenye mtu. Wote kila mtu anaenda kwa mtu.
Bora na mimi labda ningekuwa na mtu au hakuna. Kwani hamna hata mwenye ubora wote. Si unajua mimi nakupenda. Mwana, Ndio. kutakia kila la heri katika safari yako, kwenye masomo yako. Huko unakokwenda mjini, utakutana na wanachuo wenzio wengi wenye tabia tofauti tofauti na wametoka sehemu tofauti tofauti. Usiige mwanangu, na wala usibadilike, maana huko unajua ni mjini, kuna watu wengi. Tabia niliyokulea hapa na tabia ulokuwa nayo, uende uko ukawe hivyo hivyo, usibadilike. Usijali mamangu, na nakuahidi nitakuwa mtoto mzuri kama nilivyokuwa nyumbani. Kweli kabisa mama, na sitofanya kitu chochote kile cha tofauti kitakachokuaibisha. Nashukuru Mungu. Mama, sana amani na mimi. Tena nitafanya vizuri. Ila usisahau mamako. So uende huko ukasahau, maana mtu mjomba wako akauchukua, basi na huko ukanisahau mimi mamako. Tena nitamisi kucheza karata na wewe mama. Kweli. Dada, mimi nadhani mtoto ameshakuelewa. Maana tangu jana usiku na msiwe mpaka saa hizi ameshakuelewa vizuri. Sandra, Yeah. sipidi usikilize sana mama yako. Sababu ana uchungu na wewe. Anahitaji ufanikiwe katika malengo yako. Kama sivyo, hivyo dada. Haya, mimi nashukuru. Kaka, naomba usisahau kumlinda mpwa wako. Si unajua wewe ni msichana? Ni kweli. Ila hilo usiofu. Mimi najua mjomba ni mama. Na nakuahidi nitasimama kwenye nafasi yako. Atasoma, ataishi vizuri. Na tutatarajia kupata kile ambacho tunahitaji. Nashukuru. Sasa hivi tuombe ruksa tu kwa sababu muda unaenda. Haya, nakuaminia. Usijali kwa hiyo. Yaani nitakumisi mwanangu. Sasa narudi likizo. Sio likizo, unajua tena likizo mpaka likizo. Unisindikize. Yaani Yale nayo mwanangu. Utaka mtu asome, mara utamisi tena. nitamisi mwanangu, nimezoea ala wote sababu mimi vyombo kuosha hiyo vyombo mimi nitaweza kweli. Wow, ni pasia kidogo. Na kunyoshia kimwangu. Wow. Ndio maana nakupenda mke wangu. Hivi tao ulikuwa wapi? Mimi natumia tu mtandao wangu bwana. Wote nitafuta baadaye. Sasa wewe mwenyewe hujalia kadri niweze kujua. Sio nilichelewa wapi kuona mwanamke mzuri kama wewe. Ndio maana kilega najisikia Mama. Hello mama. Shikamoo. Sijambo mamangu, sijui unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Namshukuru Mungu niko poa. Anko.
Usijali mamangu. Likizo mama, mimi na sawa, kwa inabidi nirudie mtihani. Ya mamangu, kwa nikimaliza tu mtihani kama siku 2 za weekend nitakuja. Si unajua mamangu ninapokupenda, nimekukumbuka. Sawa mamangu kipenzi, nakupenda Sawa, bye. Poa. Usijali mama kuhusu mimi. Sawa mamangu, bye. Likizo yote tuko pamoja. Likizo yote tuko pamoja. Wow, ndio maana. Si unajua nakupenda mwanangu. Asante. Nashukuru. Sitakuwa mpweke na likizo. Usijali. Tutakuwa likizo yote na ukitaka pia nikiwa naenda chuo narudi hapa, sawa? Kwa hiyo nitoke hostel nije tukae pamoja. Kweli. Wow. Bana, nanasi unauza shilingi ngapi? Nanasi. Nanasi hapo ni shilingi 700 kwa 1000. Patia nanasi la 700 moja. Ndizi za kuiva unauza bei gani? Ndizi za kuiva hapa ni shilingi 150. Kwa wewe hapa nitakuuza shilingi 3000 yote. Wewe unasemaje? Taniwekea chana moja la ndizi za kuiva. Ndizi za Bukoba? Ndizi za Bukoba nauza 6 kwa shilingi 2000. 6 shilingi 2000. Okay. Taniwekea na zenyewe. Ndizi Malindi? Malindi hapa ni shilingi 3000. No, acha. Kwamba kabeji unauza shilingi ngapi kabeji? Kabeji shilingi 800. 800. Okay. Niwekee kabeji moja. Sabuni ya maji, sabuni unauza shilingi ngapi? Sabuni ya maji hapo ni shilingi 1000. Okay. Niwekee na yenyewe. Bei gani hapo na ndani? Hapo wote nijumlishe nakwambia sasa hivi. Mteja wangu unaniungishaga sana. Wewe lazima nikuongeze. Nakuongeza kabisa. Usijali. Yeah. Omba kwanza. Baby. Niombe tena. Aise. Mwanamke wa kwanza duniani wa kwanza kula yeye kabla ya mume. Ngoja mimi nikuaibishe niwatetee wanaume hao. Na mimi kuwa Mimi nakulisha kitu cha kula cha kijibu sikawia hiyo. Leo mkangu umefeli hapo, sema tuendelee na maisha. Nimechoka kwanza. Hapo unajua nini, sio kila siku lazima tule ugali, tule wale.
Siku moja tunageuza. Tunakula matunda, tunalala. Yuko serious kwamba ndo leo umeamua tule matunda? Ni leo tu. Tunaona nimechoka. Yaani nimeshinda nimechoka. Hivi mmesahau pale kazini kwangu kama ilikuwaje? Kwangu. Yaani mimi first labor kwenye historia kisoma pale. Yaani wana sifa ya utumwa yetu kwa tunatolewaga Kigoma, Tabora, Mwanza. Tunaletwa kwenye mikonge huko. Ni watu ambao yani vitu kama hivi laini hapa. Sisi ugali wetu mgumu. Mshale mgumu. Kuna ugali mmoja unaitwa royo, unakaa miezi 6. Yaani unakaa tumboni ama na mgongoni. Yaani kuna namna unavyotengenezwa kiasili. Kwa mkiwa vitu kama hivi mikula navyo vitu laini hivi. Mkiwa utakoja nikonde mama yako mkwe atakuja kufunga unajua yake nikuta nimeisha. Mkono wote huo tufananishe na mkono. Kwa ajili ya kumatanga nyanya tu. Mbona matanga nyanya? Yeah. Basi usijali mpenzi wangu. Takupikia chakula unachotaka. Hapo ndo ninapokupendea mpenzi wangu. Sema nini baby? Leo. Mungu unaniuma. Kwa hiyo. Basi. Ngoja basi tufanye nikurahisishie kazi. Kongo mkubwa. Yaani Boni kai kwa hivyo. Unajisikiaje? Kwa chini kidogo. Nimechoka kifungo miaka 10 yani. Sasa ajira nazo zitoke sasa tuache kubeba magunia. Niambie la. Niko poa vipi wewe? Nikajua umenipigia siku ya nini? Wewe ni mimi tu. Nimekumisi pia mke wangu. Nashukuru kwa kunijulia hali. Poa. Umepika nini? Haya, tawai mapema umepika chakula ninachokipenda. Wow. Hata sichelewi mpenzi. Unajua nini mume wangu? Kuna watu wana basi la akili. Hata kujishughulisha wajishughulisha. Sio tu wanasubiri yani. Tunamshukuru tu Mungu mke wangu. Unajua? Ni kupambana tu. Kwa sababu sio akili zetu, ni Mungu tu anatusaidia. Unajua kila mmoja huaga na uwezo wa kupambanua hivi anavyojisikia. Kwa hivyo kwa sababu hata mimi pia nina budget. Lakini baada ya kukaa miezi 6 mwaka nikaona sipoteze muda. Siku najikuta nakaa hata 1000 na kupiga chenga. Tunaamua kujituma na mwisho siku Mungu ana bless kwa siku hata 15 20 inapatikana. Sasa wengi kujituma kama ni kama changamoto. Yaani mimi nasubiria tu hesabu hela. Lazima nikutume za lecture. Hesabu nipe lecture nini? Ya sinavyotakiwa ndio hivyo, ni kujituma tunakufikiria ni namna gani uanzishe namna ya kupata kipato. Hapo pia iko shilingi ngapi? 50. Shilingi 50. Naomba kwanza pesa. Sio hapo. Pesa yako sawa. Hii sasa ukutana
utajua asubuhi tunaamka vipi. Alafu ile mama yule kwamba najua tuko tukampatie nani yake. Alipita ile mama aliyotufanyia vile sana. Kumbusha pale asubuhi. Kwa utafanya. Afu hii iliyobaki sasa hii ndo naweza nikaiweka kwako. Naweza kwenye benki yetu. Happy Sandra mie. Hapa nitaka kusahau bwana. Sio leo. Kanicheki mshikaji wangu mmoja anaitwa Paul. Oh. Anaitwa Paul. Kanicheki bwana. Kanipa hai, yani wewe ni mwanangu sana. Yani kindaki. Bwana. Tunakubaliana, tunasaidiana mambo mengi. Yani ni mshikaji ambaye nimefahamiana naye, tuna muda naye mchache sana. Lakini tumefaana kwa mengi sana. Sasa hapa kati tulikuwa tumepotezana. Potezana nikamcheki kwenye mafoni nini hapatikani wala nini. Sasa leo kanicheki mwenyewe, kaniambia mwanangu uko wapi? Kama mimi niko pale, kaniambia basi on time anaondoka. Kaniambia siku mbili hizi anakuja tu wanani nini fresh. Hapo yeye nitakuja kumtambulisha atakuwa. Kwa hiyo ndio mshikaji wangu ambaye yani naweza nikasema sasa na mimi nikutambulisha shemeji. Maana sijui kutambulisha paka najistukia. Yeah, hadi nikawa na hisi Nakupenda. Sijui kabisa katika ila tunatafuta kwanza washikaji wa kutambulishana, wengine mwanangu sio. Ukionyesha chaka rafiki yangu anataka wahamia hapo. Kwa hiyo lazima ujilimiti kidogo, umeona? Ila huyu mshikaji mimi namwamini, hata kama niko home nimesahau chaji nyumbani. Huyu anamwagiza na muamini. Kwa hata kio mlinzi wangu una shida. Umeepuka mipaka. Hiyo ni next level. Bado yuko. Naomba. Sawa, mpenzi wangu ngoja kwanza nisitenganishe hizi. Kwa mziki. Sisahau kusali sasa. So ulale kama pagani. Bana, sasa unasubiria vipi nimeweka funzi la kulala? Vipi? Kawaida. Safi, niambie. Nakuangalia huko kwa kuona ndani. Karibu ndugu yangu Paul. Vipi? Bwana fresh ndugu yangu. Nimekuja hapa kidogo. Kwa na shida. Ndio tangu nilipokuwa naumwa, yani tangu nilipokuwa na hali yangu sio nzuri kabisa hivi sasa. Sio shamba nyumbani anakuwa msumbufu sana sasa hivi. Anasumbua. Shida yangu kubwa tunataka unazima shilingi 35,000. Shilingi 35,000. Kama mwenye nyumba anasumbua sana. Mwenye nyumba msumbufu sana sasa. Aisee, hali ni ngumu na inabidi wao wanafika point wanaelewa kwamba hali ni ngumu. Sasa mtu akiwa anafanya vitu bila kuelewa, sasa unajua ni changamoto. Kabisa. Hakuna shida. Wewe fanya hivi. Kuna kiasi kidogo ambacho shilingi 35. Sio changamoto sana. Wewe malizana na mama nyumba kwa sababu najua hata mambo yaliyokukuta ni mengi. Na hata kukuona hivi na afya bora sasa. Nashukuru Mungu. Hamna shida. Mimi na tunasaidiana mambo mengi. Ni jambo dogo tu. Ngoja tulijaribu kulisolve japo hali sio nzuri. Tuangalie kidogo. Kwa kodi havilaliki. Hii hapa pesa. Basi nitashukuru. Sawa. Mimi nakushukuru sana maana basi hamna shida ndugu yangu. Unajua mimi na tunasaidiana mambo mengi. Kwa hiyo usihofu kabisa na sija kuazima. Wewe kamlipe mama ukiwa na amani kabisa. Okay. Bwana shukrani sana. Una pesa kidogo mambo sio mabaya. Tunashukuru Mungu hivyo kama nanasi zile nimezileta jana. Hivyo Mungu anasaidia. Genge limejaa kakamata nilipopita vile kuja hivi nikakuta kule hamna mtu na genge ile limejaa tofauti kabisa. Nashukuru Mungu ndugu yangu. Nilikuwa huko kidogo na tozoa vitakataka. Bado kujenga tu. Acha kuzibu. Ngoja niendelee na shughuli kidogo. Bwana shukrani. Wewe baadaye sasa ukizunguka unaweza kupitia.
Basi shukrani kaka. Karibu mua, chukua hata mua bwana, nenda nao. Bwana hata mwenyewe unapanda ndugu yangu. Chukua bwana, hata shida imeisha. Chukua bwana. Acha naondoka kwa sala hii inatosha bwana. Haya. Oya shukrani. Haya ndugu. Po. Karibu nyumbani. Asante. Hapa ndio kwangu sasa hivi makazi mapya. Au vipi? Ukoje hii kufika leo ndio umefika? Ni kweli. Sasa kitu kingine ambacho ni muhimu kuliko vyote. Po bwana, huyo ndo shemeji yako. Anaitwa Sandra. Sandra. Ya chuma nyeupe. Na mke mzuri. Atufanyage makosa. Atufanyage makosa. Tunajua utakiwa kujilaumu baadaye. Ni kweli. Haipo hivyo. Sandra, huyo ndo rafiki yangu anaitwa Paul. Yes. Ya huyo ndo ambaye nilikwambia juzi kama unakumbuka kwamba mshikaji wangu nini na nini ndo huyu bwana Paul. Na mimi hapa Paul. Ana vituko vingi usimuone hivi, ana vituko muda wote umejaa comedy ndugu yangu. Mba maji. Mba maji ya kunywa. Maji? Maji. Haya. Sawa. Sandra. Sandra hapa ndio chuo Sandra. Kwa mwanaume unaishi wasema ndio chuo. Sandra. Unje kuishi mwanaume mjini wasema upo chuo. Sandra umenidanganya Sandra. Sandra, sitakuamini haya. Oh. Yetu. Maji. Kunywa maji bwana, jua kali. Kweli. Poa vituko sana. Sandra. Natosha huko kweli. Unaongeza? Ise anakula huyu jamaa sopo. Unaona kitambi hicho kwa mbali? Wewe ongeza pika diko yani kama lote yani. Kwa sababu ndugu yangu iko vizuri. Po. Ndio hivyo bwana, uwe huru hapa kwako. Au vipi? Kunywa maji basi. Kaka. Nimesikia hapa. Kuna watu wanagiza mzigo chicha. Bini wawai. Po vipi? Si umeniambia unakuja kushinda wote hapa nyumbani? Ni kweli. Ile imetokea imejaa samani. Takuja siku nyingine. Usijali. Kweli. Sasa tosha. Sasa tutakuja siku nyingine. Huyu bwana vituko vingi sana Mungu yangu. Achaga bwana hivyo na wewe ukishina kumwingia. Mungu wangu. Oh. Nakuta. Hello. Poa, samahani nani? Oh.
Oh, niongee sasa nisemeje? Sawa. Lakini kitu unachotaka wewe ni kigumu. Sidhani kama ataweza kukifanya. Jaribu kunielewa basi. Jaribu kunielewa. Sawa, mapenzi niliyokuonesha wewe, na ndo nilikuwa namuonesha wewe. Unaweza kuja kumwacha mtu kikatili namna hiyo. Wewe kunifanyia ubaya wewe. Kwa Mungu wangu, jaribu basi kunielewa. Kuna maisha yalishapita. Kuna mengine upya. Nielewe basi. Sawa, mimi msaliti nakubali. Yale maisha yalishapita. Tuanze maisha mengine upya. Oh. Hello? Hello? Nifanyeje sasa? Nifanyeje? Mama mwana unateseka huku mapenzi. Watu. Sasa nafanya nini? Nimekosea nini? Kunielewa basi. Ngoja muelewe kwa jambo kama hili. Kufanya hivi. Kuuza mashamba yote kwa ajili yako. Nikisema kijini sina cha kwenda kufanya. Kuhusiana na pasi za uongo sana. Kuna nidanganya. Ukuwa mkweli kwangu. Ndio dunia unasema tunajenga sasa. Mungu kunijengea kaburi. Kupaswa kunifanyia haya. Sabi kubali. Shanti muziro. Sasa wapi? Hadi zako zilikuwa pozoniaidi mimi tulikuwa kijijini. Ndo hayo ndio hapa sana. Ukenda na rafiki yangu. Kabisa. Unajua sasa. Yes. Kiyo kama kujina na nisike kuja. Mbele kwa kijijini. Nyani. Dele wangekuwa rafiki zangu nieli ningepata mpenzi mpya huko huko. Yeye ningechukua mtoto wa jirani pale nije na hata mjini kuliko haya yaona huko. Nisa. Angalia. Sina chuma.
kama huyu mwanamke anachati na mbona sio kawaida yake. Ni kwa nini anachati kwa maficho kiasi hiki? Hivi humo ndani mimi nimekuwa house girl yako? Unasema? Kiswahili. Mbona majibu tofauti sijakuzoea hivyo? Kuna nini? Nimechoka. Sawa. Nimefanyaje? Nimechoka. Umechoka? Kwa hiyo sasa nimetoka kwenye mihangaiko yangu. Nirudi hapa. Nile chakula, tupumzike. Ndivyo kila siku inavyokuwa. Sasa leo imekwaje? Cha kufanya kipenzi changu. Mume wangu Azizi. Mpikie mkeo chakula. Hale. Je, nenda kutekeleza. Aise. Yaani kabisa mimi nikapike. Si kunipikia tu. Na hata miguu yangu natamani unioshe. Unaona utakuwa umerogwa leo. Kwa hiyo mimi humu ndani hata umenitolea hata barua. Sasa ndio maana nataka unipande kichwani kabisa. Je, shimba. Sawa. Afu kitenge cha Sandra. Unajua hata bibi yake bwana. Nitani mambo ya Kwa nataka usiku nitoke mbele nikatafute chakula nje. Kurudi pale kama hiyo pia nasikia jana sana. Sasa niko chakula ukitoa mbinguni kishuke hapa ni ama uingie jikoni nipikie mimi. Kama WhatsApp hiyo. Mimi nikisikia. Sawa. Nè. Unajua mtu anasikia aje? Sawa. Mbona haraka? Usiondoke bwana. Wewe kila siku ukija una haraka tu. Muda mpenzi. Yule boy yako anasekaje hapa kwa tatizo? Mimi najua muda wake mpenzi wangu. Sawa. Najua muda wake. Kwa hata usiwe na wasiwasi. Si unajua wewe ndio kila kitu kwangu. Najua lakini hatari. No. Wewe ndio tulizo la moyo wangu. Hasa unaponifanyia vitu atakuwa anamalizia yeye. Mkitu Kigoma na shamba sana. Kwa magari ameshaanza kupanda magari moshi yale. Wakifanya mna kidogo zao zinaruka. Afwe anakutunzia mke usisahau. Mke ndio nimemtunzia. Mtunzia.
Hello. Vipi? Fresh. Halo, niko maskani leo mzee, leo nimetulia humu. Nafanya usafi humu hapo. Sio kaka mimi msela. Haina shida kuja hapo. Wewe tena mzee wa mastori? Lazima kija hapo mzee. Poa. Ana jipya gani? Nilisikia ni wakati naingia. Hata kama akikuona mimi sitojali. Nampasua si wageni kuna ndani humu. Sasa ukimpasua kesi unanipa mimi. Gani bwana, kesi kitu gani kesi? Kesi mimi kanichukulia mali yangu, mimi navumilia. Sema kesi. Vumilia. Kama mali yako ichukue basi. Tania. Chakula lakini unaishia kukula kwa kuiba, lakini usijali. So enjoy. Bwana Po. Najua leo bwana nimepita na jambo dogo sana na kushirikisha. Kama ujuavyo, wewe ndo ndugu yangu hapa mjini. Na muda mchache sana tangu tumefahamiana, lakini naamini tumefaana kwa mengi. Na kwa level tuliofikia, naamini inatosha kabisa kuelekezana yale mambo ambayo yanatutanisha. Imefika point kwamba mimi kama mimi na mambo ambayo yamenizidi sasa. Unajua Sandra unayemjua wewe sio huyo tena. Uliyemjua baada ya siku 2 sio huyo tena wa sasa hivi. Ndio maana leo naamua kukushirikisha mambo yangu ya ndani, kiasi kwamba ya ndani kabisa. Unajua si mwepesi sana mimi kuongea mambo kama hayo, lakini imenibidi. Imefika point nashindwa kumuelewa. Na kinachoniuma hasa, yani amebadilika tu bila sababu yoyote. Yani tu ilikuwa ni kama asubuhi kaja jioni akabadilika. Simuelewi. Amebadilika tu. Sielewi nini ambacho nikifanya hivi. Kwa hiyo yani ndugu yangu unacheka kabisa katika hili. Cheka. Najua alifurahishi. Lakini sikutegemea kama itakuwa haya ambayo nilikuta hapa. Ila hebu jaribu kuangalia hapa. Sema pengine ulimkwaza. Unasema hapo kuna jambo umeteleza ambapo yeye alimkwaza. Wewe unawezekana wewe ukawa sema umekosea. Lakini hujui. Kuna kitu ndio ukielewe. Ndio maana nimekwambia hivi. Mimi si mwepesi kukushirikisha mambo kama haya. Tunaweza tukashirikishana maisha, biashara, lakini kitu cha mahusiano kama hiki, unajua ni jambo ambalo liko deep sana. Kuna mambo ambayo yamekuwa yani siyaelewi. Yani hicho unachokizungumza sasa hivi, mimi nimeshakifanya. Nimeshaongea naye. Nimeshampa ile nafasi kwamba jaribu kuniambia kama kuna changamoto yoyote ile ambayo imejitokeza nimekukwaza. Lakini haongei. Yani imetokea tu, yani amejikuta iko hivyo. Nifanye nini hapo? Yani nitasibi nifanye nini? Lakini naona mwenzangu kama una take normal vile, unajua. Mimi nikushauri kitu ambacho ni chepesi sana, pia ni kizito. Mpe muda. Ndio wanawake wanaotaka kwa vitu vidogo sana. Mpe muda. Jibu kuangalia pale ambapo sema ambao uliteleza, rekebisha. Nafikiri mambo yatakuwa safi. Mbona hivi vitu simple kabisa bwana hivyo. Hivyo umepoli wewe. Ukawaza mapenzi. Asi. Yani maisha yanatuchanganya na mabiashara. Hebu ngoja kwanza nimsikilize huyu. Nakuja usio. Basi mpoa yangu. Simefanya nini? Sikia kufanya spray fani ambayo sikuitumiaga kitambo kweli. Mwenzako tu. Unajua asi unafajua kwa nini nimeikumbuka? Nilikuwa naitumia gafu poa kaingangania. Kwani poa amekuja kutoa hii hapa? Wala hakuja. Kwa nini? Itakuwa baba sababu alikuja. Maana kuna muda fulani nilimpigia hivi nikamwambia njoo.
Kwani hapa mbwa alikung'ata? Mbwa amening'ata. Rangi yako ya mtumba. Ndio tena mbwa inaonekana. Bana. Tunakula nini? Mimi leo sipiki. Samaki. Jamani, si nimesema sipiki. Nimechoka. Pia nashukuru kwa kunifurahisha. Siku ya jana maana nilihisi ni kama mara yangu ya kwanza. Maana ni muda mrefu. Sawa kipenzi. Nakuahidi hakuna kitu chochote kitakachokatiza kwenye safari yetu ya mapenzi. Na safari yetu ikakatikizia njiani. Unakumbuka nilikuahidi nitakuwa na wewe siku zote, na nilikuwa natamani niwe na dunia ya kipekee na wewe ya mapenzi yetu. Inshallah kwa kudra zake Mwenyezi Mungu tutaishi hiyo dunia ya mapenzi yetu. Sawa kipenzi changu. Nakupenda sana. Nakupenda sana kuelewa kitu chochote na ndoa. Sandra. Jamani, nini? Sandra. Nini sasa? Sasa wewe Sandra nipe alishamka na kusikiliza. Sauti yangu itakuwa na mimi. Kwani unataka kusema? Unataka nikujibu? Hivi unajijua kama unaushaanza kuwa na nguvu sana. Joto. Umeona? Ili ni joto. Wewe ni mpaka una sweat bado tu tunakumbatiana nini? Na joto lote hili. Tunakumbatiana nini? Niache bwana. Hizo Sandra. Nilale nianze kuota Sandra masikioni mpaka ndotoni. Sitaki. Ushanisikia? Kwanza ushaanza kunifanya nijute kuja hapa bwana, ningebaki zangu hostel. Sandra niache nilale bwana. Yaani sitaki. Ushanisikia? Sitaki. Muha. Jishau sasa kunigusa uone. Sandra blala bwana.
Mlala bwana, usiniweke kiwingu hapa. Sijui hata kilichonitoa hostel ni nini kuja huko. Shida zenyewe ndio hizi. Lakini mke wangu. Wewe. Basi. Jamani. Niambie ndugu yangu. Fresh mzee kama kawaida. Naona Mungu ni mwema tu. Vipi lakini biashara? Sio Mungu ni mwema. Yes. Ndio hivyo mapambano. Sema next time fanya mazingira tukiwa hivi tuwe pair wote. Unajua inapendeza. Yeye ni nzuri. Kwa umeongea mzee. Kitengo kitu hapa. Jambo linakamilika fast mzee. Inapendeza kama au Kweli utapendeza zaidi. Pia nimefurahi na siku leo tumekuwa pamoja. Nimefurahi. Naona weekend hii tukio. Unajua sio kila muda kazi tu. Ongea mapumziko lazima. Hiyo ni kweli. Sasa poa. Unajua kuna vitu vingine vinashangaza sana. Asante. Unajua ninakupenda sana. Au utambue hilo. Sawa, si kama unaelewa Sanda. Hadi zetu ziko wapi? Hadi ulioniaje Sanda iko wapi? Sanda, mimi naumia ninavyoona hivi sio kama siumii. Ni binadamu. Sanda, mimi na moyo wa nyama, sina moyo wa chuma mama. Nafikiri nilifanya hivi na nimisa. Yaani sikutegemea kama nitaona haya mambo bila macho yangu. Tuchukulie tu ni kama changamoto kwenye maisha tunazopitia. Haina maana mimi sikupende. Hadi zangu ziko kwenye pale. Sanda. Sikutegemea kuona haya sasa. Mimi niko tayari kwa lolote. Nimebaki kwa maana hata siku kwanza nilikuwa mpole. Sanda, mimi naumia, hebu elewa hisia zangu basi. Mbona umekawia? Sasa. Sasa tukaondoka. Mbona? Sasa ni mapema mno. Nilitamani siku yetu tuongeshe tu pamoja. Kama nitegemea siku ile tunaimalizia hapo. Twende bwana poa. Ninachoweza kusema poa. Sasa. Labda mimi ndio niwapewa nafasi. Kama mlikuwa mnachelewa kutafuta njia ya kuweza kuungana, basi ni wakati wenu sasa hivi wa kuweza kuungana. Timizeni ndoto zenu mlizokuwa mmezipanga. Asante. Yes, so unahitaji kuwa na dunia moja kama sisi. Nashukuru Mungu kwa simu yako moja ambayo ilifungua masikio yangu. Mungu mtupaji mja wake na akiamua kumpa ukweli anampa ukweli. Nimejua ni kiasi gani ambavyo nampenda Paul kuliko mimi.
sina budi kukubali matokeo. Napenda kukupa nafasi hiyo. Tusipitane, tusichukiane. Sasa kama kuna chochote kile ambacho kiko katika maisha yangu, baada ya hapa bado hujazuiliwa kuja kukichukua pia. Nahitaji maisha ya amani bila vurugu ya aina yoyote. Neno kubwa, fikeni kama ambavyo mnavyopendana. Msiishie njiani kwa sababu itaniuma sana pia. Kwa sababu Sandra nilimpenda pia. Ninampenda, lakini nitajitahidi pia kumsahau. Kwa sababu tayari ni mali yako wewe. Na nimegundua nilipopanda mbegu haiwezi kumwagilizia. Kwa sababu yupo mhusika mkuu. Neno langu ambalo napenda kusisitiza kweli. God bless you. And goodbye, Sandra.